Wiki moja iliyopita, kama ningekwambia Manchester United wangemaliza wiki hii na usajili wa Andre Santos na Youri Tielemans, ungeniamini? Sidhani, kwa sababu kweli ni kwamba hakuna mtu yoyote ambaye aliona hili likija la usajili wa viungo wa wachezaji wawili wote kutoka ligi ya ndani kwa maana ya EPL. Waandishi wa habari hawakuliona hili kabisa. Hata mashabiki wa Manchester nao hawakutarajia wala kuliona hili likitokea. Hata wale wanaodaiwa kuwa wana taarifa za ndani nao vile vile hawakuweza kuliona hili. Lakini ukweli ni kwamba Manchester wamefanya kinachoonekana wazi kabisa kuwa Ineos imebadilisha namna ambavyo wanafanya usajili. Mipango yao imebadilika kabisa na kutengeneza picha tofauti. Na ukiangalia kwa umakini kilichotokea, utagundua si usajili wa kawaida, bali ni usajili ambao umekuwa na mkakati mkubwa na mipango mingi. Na bila shaka huu ni mwanzo wa falsafa mpya ya usajili ya Manchester chini ya Ineos. Leo nakuletea sasa mambo matano ambayo Manchester wamebadilika kabisa ya mkakati wao wa usajili, hadi mambo matano muhimu ambayo Manchester wameangazia na kuamua kubadilika kabisa. Kwanza kabisa, Manchester hawakupaniki baada ya kumkosa Matheus Fernandes kutoka kwenye klabu ya West Ham United ambaye alikuwa anauzwa kwa dau la paundi milioni 85. Tukirudi nyuma kidogo, Matheus Fernandes alikuwa ndiye chaguo kubwa la Manchester United baada ya kumkosa Elliot Henderson. Majadiliano yalidumu kwa muda hivi kutafuta namna ya kuweza kumsajili. Mashabiki wengi tayari walikuwa wameanza kutengeneza picha kwamba Matheus atakuwa nyota mpya pale Old Trafford. Lakini mwisho wa siku mambo yalienda tofauti kabisa. Dili kafa baada ya West Ham kung'ang'ania kulipwa kiasi cha paundi milioni 85. Na hapo ndipo mashabiki wengi sasa wakashika kichwa na kusema tumekwisha. Manchester hawana mpango kabisa. Ineos wanayeyusha na hawana dili lolote la kuweza kufanya. Dirisha limekwisha haribika kwa sababu tumemkosa mtu ambaye tulikuwa tunamtarajia. Lakini Ineos walifanya tofauti kabisa. Hawakukimbizana na pressure ya soko. Hawakukubali kulipa zaidi ya walivyopanga wao. Badala yake waliacha dili hiyo iweze kupita. Hii inaonyesha nini kwenye swala zima la usajili wa Manchester? Manchester ya sasa si kama ilivyokuwa ile ya zamani ambayo ingeweza kulipa fedha nyingi kama usajili ulivyokuwa wa Jadon Sancho, usajili wa Casemiro na sajili nyingine ambazo Manchester walilipa kiasi kikubwa na walikuwa wanaogopa kuonekana kama wamezidiwa sokoni. Lakini Manchester sasa wanaonekana kuwa na nidhamu kubwa ya kutumia fedha, na hapa ndipo hatua za kwanza za mabadiliko za Manchester zimeanza kuonekana. Hununui kwa sababu unataka kununua, bali unanunua kwa mipango thabiti ili kufanya mambo yaende sawa. Jambo la pili la usajili kwa sasa la Manchester ni jambo ambalo usajili unafanyika kimya kimya, pasipo kuwa na kelele. Ni sawa sana kumkimbiza mwizi kimya kimya. Hili ni jambo ambalo limenishangaza zaidi, naamini hata watu wengi limewashangaza. Hebu fikiria, Andre Santos, ni watu wangapi walikuwa wanajua dili hili linaendelea au linaweza kutokea kwa haraka kiasi hicho? Nafikiri watu wengi watakuwa hawakuwa na taarifa hii. Ndani ya muda mfupi tukasikia boom, Andre Santos anahusika na Manchester, mazungumzo yameanza, dili imekamilika kwa paundi milioni 50. Halafu ukiwa unasubiri nini kinaendelea, taarifa ya Ederson ikaonekana kuchukua nafasi kuwa anakaribia kujiunga na Manchester. Watu wote wakahamia kwenye dili ya Ederson, lakini ghafla mambo yakabadilika. Manchester wakaondoka kwenye dili hilo na kuamua kuendesha mambo tofauti kabisa. Baada ya saa chache, jana asubuhi, taarifa zikaanza, Youri Tielemans to Manchester. Kila mtu akaanza kushangaa, Manchester wanafanya nini? Ni jambo ambalo linawezekani, labda tetesi kama kawaida. Lakini mchana wake ikawa here we go, Manchester wamekamilisha mipango ya usajili wa Youri Tielemans. Hakukuwa na wiki 2-3 za tetesi, bali mambo yalimalizwa kwa makini. Hakukuwa na taarifa za kuvuja kama ilivyokuwa kila siku na waandishi kuzungumzia taarifa tofauti. Waandishi wakubwa wanaoaminika wote hawakuwa na taarifa zaidi ya David Austin ambaye alikuwa kwanza kuweza kuripoti taarifa hii. Inaonyesha kitu kimoja, Manchester wameanza kufanya biashara zao kimya kimya, wanajali biashara pasipo kuvujisha jambo kubwa.
Hapa unaona kabisa dalili ya klabu kwamba imeanza kujifunza kutokana na makosa yake ya zamani, na sasa inafanya mipango yake chini kwa chini ili kuweza kumaliza deals na kupata nyota ambao wanaohitaji baada ya kukosa machaguo yao ya kwanza ambayo ni muhimu. Jambo la tatu ni sasa Manchester wananunua thamani, hawanunui majina kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Unamleta Cavani, unamleta Zlatan, unamleta Pogba, Angel Di Maria na wengine, lakini kwa sasa Manchester miaka hii walikuwa tayari kutumia fedha nyingi kununua nyota. Manchester wangeweza kutumia fedha nyingi kununua hata Matheus Fernandes, lakini mambo yalibadilika. Lakini baada ya dili hilo kushindikana, fedha hizo zimewapa nafasi ya kusajili zaidi ya mchezaji mmoja. Paundi milioni 85 ambayo ilitakiwa kwa ajili ya Matheus Fernandes imeweza kununua nyota wawili, Andre Santos kwa paundi milioni 50 na euro milioni 41 ya Yuri Tielemans. Sasa jiulize, kipi bora, kununua mchezaji mmoja peke yake au kununua viungo wawili ambao wote wanaweza kuongeza ubora na ushindani katika kikosi cha Manchester United? Hapa Ineos imetuonyesha kwamba unaweza kufanya mambo kwa mipango, na hii ndio tofauti kati ya kujenga timu au kukurupuka. Hii ndio tofauti ya kujenga kikosi, na hii ndio tofauti ya kujenga vichwa vya habari ambavyo vimekuwa vikigonga kila siku kwamba Manchester watafanya hiki, watafanya hiki. Huku ni kujenga timu na sio kujenga vichwa vya habari ambavyo vinawafanya waandishi wa habari kupata chakula chao. Jambo la nne, huu usajili umekuwa wa muhimu sana. Huu ni usajili wa kila mtu kuja kufanya jukumu lake. Ukimtazama Mbelgiji ama Mbeleji Yuri Tielemans, unamuona ana uzoefu karibu mechi 300 za EPL. Anajua pressure ya ligi ikoje, anajua namna ya kushinda mechi kubwa, anajua namna ya ligi inataka nini. Lakini ukimtazama bwana mdogo Andre Santos mwenye miaka 22, unaona ni kijana mwenye uwezo mkubwa wa kuja kukua akiwa na Manchester United. Hivyo Manchester hawakusajili viungo wawili ambao wanafanana, bali wamechukua viungo wawili tofauti, kila mmoja akiwa na sifa yake. Mmoja ndio kumtumia leo Yuri Tielemans, lakini Andre Santos ni mchezaji wa leo na kesho. Na huu ndio mchanganyiko ambao timu zinaweza kujengwa na kuleta mafanikio ya muda mrefu. Hapa timu inatengeneza jambo la muda mrefu. Jambo la tano ambalo Manchester walifanya kwenye usajili huu si mwisho bali ni mwanzo. Hili ndio jambo ambalo linafanya dirisha hili livutie zaidi kwa Manchester United. Manchester wameangazia mambo mengi na bado hawajamaliza kazi ya kuweza kusajili nyota ambao watakuja kuijenga timu upya chini ya Mikel Carrick. Bado kuna nafasi ya kuongeza kiungo mwingine mmoja ambaye ni muhimu, Ayoub Beudi, Manu Kone, Adam Wharton au Alex Scott, na bado kuna nafasi ya kuweza kuongeza beki wa kushoto na kuna nafasi ya kuongeza mshambuliaji. Kutokana na tulivyoona wiki iliyopita, usishangae kabisa ukalala usiku hakuna habari yoyote ya usajili kuhusu Manchester United, lakini ikifika asubuhi ukakuta kuna taarifa ya here we go ikionyesha kwamba Manchester wamefanya sajili ya maana, kwa sababu inaonyesha wazi kabisa kwa sasa Manchester na Ineos hawafanyi tena biashara mbele ya macho ya watu ya kila siku, bali wanamaliza kazi zao nyuma ya pazia, na hii ni kazi kubwa ambayo anaifanya Christopher Vivell akishirikiana na Jason Wilcox ambaye amekuwa akifanya kazi kubwa. Hapo sasa utagundua kwamba unaweza kuona mwanzo wa dirisha bora kabisa chini ya Ineos ambao msimu uliopita walileta nyota ambao wamesaidia sana timu. Ineos wamejitahidi kuweza kubadilisha vitu vingi na kuifanya Manchester kwenda katika mrengo ama njia tofauti. Kwa hivyo Red Devils kwa sasa ukizungumza ama ukiwatazama unaona kuna hatua tofauti. Kuachana na Matheus Fernandes na kisha kumsajili Andre Santos ni moja kati ya mipango ambayo unaweza kuiona ikifanywa kwa maangalizi makubwa. Kuondoka kwenye dili la Ederson, halafu baadaye unamsikia Yuri Tielemans anasajiliwa. Hapo unaanza kuona kwamba kuna picha kubwa ambayo Manchester wanayo, na sio jambo la bahati. Huu ni mkakati ambao Ineos chini ya kina Omar Berrada, Jason Wilcox, watu kama Christopher Vivell wanafanya kazi kubwa sana. Huu ni mkakati ambao unafanya vizuri,
na kama mkakati huu utaendelea hadi Manchester wanaweza kuingia msimu mpya wakiwa na kikosi kilicho imara zaidi kuliko ambavyo wengi tulitarajia, kwamba wakati dirisha linafunguliwa mambo yalionekana hayaendi vizuri. Lakini sasa nataka kusikia maoni kutoka kwako. Je, unafikiri Ineos namna wanavyofanya unaanza kuona kuna kitu kikubwa kinatengenezwa, ama hizi nyingine nazo ni sajili za kawaida kama ambavyo zimekuwa zikifanyika? Je, mkakati huu unaweza kutusaidia, ama huu ni mkakati mwingine ambao unatupeleka tena eneo nyingine gumu kabisa baada ya kushindwa kufanya sajili za wachezaji ambao walikuwa wanahusika zaidi ya Manchester? Maoni yako ni muhimu. Subscribe, like na share kupitia hapa United Insider. Ciao.